Kwenye maisha kuna vitu vingi sana ambavyo tunakutana navyo. Nyakati ziko nyingi, kuna nyakati za furaha, kuna wakati unafurahi, unaona mambo yote yanaenda tu vizuri. Lakini kuna nyakati pia tunapitia matatizo, changamoto zinakuwa nyingi, mambo yanakuwa mengi, kwa hiyo unakuta mtu anapata misukosuko ya kila namna. Lakini kuna nyakati nyingine pia unajikuta huko mwenyewe, yani huna hata kukuuliza unaendeleaje, hakuna hata kukupongeza, hakuna hata yani hata kutaka kukusaidia tu, at least umekwama wapi ili uende mbele. Lakini nyakati zote hizo zipo kwa sababu maalum. Yani kwenye maisha Mungu hawezi kukuletea kitu ambacho hakina sababu. Yani kila kitu kina sababu. Inawezekana wakati huo ambao wewe upo sasa hivi ndio huo wakati ambao unaupitia kwa wakati huu, na Mungu ametaka upite hapo. Ametaka ujifunze kitu hapo. Wakati ambao mimi huwa wakati mwingine nauhofia sana, na hata leo wakati tunajifunza asubuhi kwenye madarasa yetu nilikuwa nawaambia wenzangu, ule wakati ambao unaona una furaha, unaona unapata kila kitu, yani you feel like dunia yote umeibeba wewe. Ule wakati mwingine unaweza unatuweka kwenye comfort zone. Yani unajikuta kuna vitu vingine hufanyi kwa sababu unaona kama umekamilika. Lakini wakati ambao ndo tunapata misukosuko, yani unaona leo umepigwa na hichi, kesho kugeuka hichi, kesho kutwa hichi, ndio wakati ambao unatakiwa sasa kuhakikisha kwamba nguvu zako zinatumika. Yani huo ni wakati ambao wewe unatakiwa kufanya kazi kwa bidii. Yani kila kitu kipe muda. Na wakati mwingine ambao wewe unaona kwamba umeachwa, yani hakuna anayekuuliza, hakuna anayejali wewe unafanya nini, hakuna, yani uko peke yako. Yani ule ni wakati ambao Mungu anataka upime nguvu yako, kwamba wewe unaweza. Yani ni kama umerelax tu, kwa hiyo anakukumbusha kwamba unazo nguvu, unaweza kujipigania, unaweza kujitetea, unaweza kufanya kile kitu chochote kile ambacho wewe mwenyewe unatamani kufanya. Kwa hiyo wakati mwingine tukipewa sana comfort zone hatuendi kabisa. Usipopitia changamoto utajifunzaje? Najua kuna wengine mmejifunza kutafuta pesa kwa sababu hamna mtu yote anayeweza kukupatia pesa. Mwingine umeanza biashara leo kwa sababu umeona maisha ni magumu. Mwingine umeepuka vitu fulani kwa sababu umeona mazingira yako yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo mwingine umeanza kusoma vitabu labda kwa sababu umeona ufahamu wako unazidi kushuka. Yani vyote hivyo tunavyokutana navyo ni muda ambao ni sahihi kabisa kwenye maisha yako. Wewe unachotakiwa kufanya ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo na kumuomba Mungu. Mungu, naomba unisaidie nitoke katika mtihani huu, au Mungu naomba unisaidie niweze kupata maarifa, niweze kuwa bora zaidi. Mungu naomba unisaidie niweze kupata watu sahihi ambao naweza kwenda nao, ambao wanaweza wakaendana na mapungufu yangu na mazuri yangu, ili tuweze kufikia hatua fulani. Lakini utakiwi kukaa chini na kulia na kulalamika na kulalamikia kila mtu na kuona kila mtu ni mbaya, au kutaka kila mtu ajue kwamba wewe sasa uko kwenye changamoto au wewe uko kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo tujifunze kushukuru kwa kila jambo, tujifunze kuheshimu nyakati zetu ambazo tunazipitia. Tunapitishwa kwa sababu. Mimi naamini kila mahali unakopita Mungu ana sababu zake. Kama ni changamoto kubwa, basi kaa chini, tafakari, usitukue muda mrefu mpaka ukashindwa ukapoteza focus ya kila kitu ambacho ulitakiwa kukifanya. Mungu hawezi kukupa kitu kwa bahati mbaya. Kila alichokupa atahakikisha amekusimamia mpaka umeweza kufanikiwa na umekifanya vizuri sana. Kikubwa usichoke kujifunza, usichoke kuongeza maarifa. Yani maarifa ndio yanatupa nguvu ya kuendelea mbele kila leo. Lakini kingine, usichoke kufanya unachokifanya na wala usiache. Mungu hawezi kukuacha. Mungu ni wa wote. Yani Mungu ni wa kila mmoja. Wewe omba Mungu akusaidie upate mafanikio, ombea watu wengine nao wapate mafanikio, kwa sababu unapoomba baraka za Mungu hakikisha na wewe unaombea baraka watu wengine ili uweze kubarikiwa zaidi. Kinyume na hapo, nikutakia siku njema, nikutakia mapambano mema. Amka kutoka kwenye usingizi wa pono. Dunia hii bwana haituchekei. Dunia yenyewe inasubiri tu kuona mambo yanakwenda, na binadamu pia siku zote wanasubiri kuona matokeo. Wala hawajali mchakato wako, wala hawajali saizi umelala, wala hawajali saizi unalia. Wao wanachosubiri tu kuona matokeo. Basi, Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Bye.